Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Basi ndugu mtazamaji, tunakaribisha sana katika somo la Jumanne, tunasema imani si hisia. Basi tuanze kwa ombi. Tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa baraka zako tele. Asante kwa kutupatia somo zuri la jana ambalo ulikuwa unaongelea namna gani ambavyo watu wanaweza kuimani neno lako kupitia Yesu Kristo, na kwa vile yule mama Mkananayo, lakini na yule akida Mrumi. Basi na sisi siku leo tunaomba uweze kuonyesha kwa kupitia masomo haya namna gani ambavyo imani inaweza kuwa sio hisia. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amina. Amina. Imani si hisia. Twende kwa Mathayo 17 mstari wa 20. 17 mstari wa 20 nasema, Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amin amin nawaambia, ukiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, utauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, na utaondoka, wala hautakuwako neno lisilowezekana kwenu. Hawa ni wanafunzi ambao walikuwa wanasema toka pepo. Kwa yule kijana aliyeletwa pale watoe pepo, wakashindwa. Wewe unadhani kwamba walikuwa hawana hisia kwamba tutaweza? Walikuwa na hisia. Kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Walikuwa na uhakika. Sawa sawa. Lakini haukuleta matunda. Imani sio hisia. Yesu anakuja kutoka mlimani, amespend time na baba yake, ana mamlaka yote na baba yake, ana idhini ya baba yake, anashuka, analetewa kesi hii ambayo imewashinda wanafunzi. Anaitoa kama mtoto mdogo tu ile pepo mchafu, anaondoka. Ndio anashangaa sema, "Bwana sita tukweza." Akasema, imani hamna. Imani imepungua, hamna. Imani imejengwa, haijajengwa juu ya uaminifu wa baba, mamlaka ya baba. Mkiwa na imani, hata mlima huu mnaweza kuambia umoke. Sasa imani kweli sio hisia, kwamba pekee kwamba mimi naamini kwamba naweza nikatoboa mlima huu, naweza nikamwisha. Sio ukakamavu, sio optimism tu. Ile imejengwa juu ya nini? Sasa ukimwamini Kristo kama Kristo alivyomwamini baba yake, baba yake aliyejifunua kwake na mapenzi yake kwake, chochote unakifanya, maana wewe ni mkono wa Mungu. Imani ya namna hii ni uaminifu. Sio tu kwamba tu unaiamini, unafanya kama neno lake linavyotaja. Sawa na mapenzi yake na haki yake. Nikaje. Hao wanafunzi walioachwa hapa walikuwa kwanza walikuwa wametoka kutaka kumlazimisha Yesu awe mfalme. Yesu akakataa. Akawaacha hapo 9, yeye akapanda mlimani na hao wengine. Walikuwa wanatumia neno lake, jina lake tu hivyo, lakini wana kinyongo au hawako sawa. Imani inakuwa imepungua pale. Lakini Yesu anakuja akiwa kama ana utukufu wa baba yake, na amekuja kuyafanya mapenzi ya baba yake. Lile neno lilikuwa linatosha, maana ni neno kutoka kwa baba la mamlaka. Kwa hiyo imani yenye ujasiri, yenye hisia ya ujasiri na amani inatokana na kwamba nimejisalimisha kwa baba, na haya nafanya mapenzi yake kwa niaba yake, kwa nguvu zake. Unawezaje ukajenga imani ya namna hii? Waebrania 12 mstari wa 1 na wa 2 anasema, tutasoma, tunamtazama Yesu kama alivyotoa mapepo, kama alivyoshindana na yule adui, tunamtazama yeye alivyofanya na hivyo. La pili, Luka 7 mstari wa 50 anamwambia yule akida, imani yako imekuokoa. Kwa hiyo turudi kama Kristo alivyoshinda kwa kumwangalia baba. Na sisi tukimtazama Yesu kama huyu akida wa Kirumi alivyomtazama katika ukubwa wake, ufalme wake, mamlaka yake. Hakuna kitakachotushinda. Mamlaka ya Kristo yanashinda kwa chochote.
Imani si hisia, lakini imani ya kweli inaleta hisia ya ujasiri na amani, kwa sababu unafanya kwa mamlaka. Amina. Imani si hisia, kwa sababu unafanya kwa ujasiri na mamlaka. Imani si hisia, lakini imani inaleta hisia kwa sababu unafanya kwa mamlaka. Rafiki yangu, ninaamini kwamba mpaka hapo umebarikiwa kwa somo la leo. Tunaendelea kujifunza namna ya kukua katika Kristo Yesu, na imani ni mtaji katika kukua. Mungu atubariki sana tunaporudi tena kesho kwa somo lingine atakalolitaja hapa. Linaitwaje? Mifano ya imani. Kabla ya somo hilo, tuombe kwa ajili ya somo la leo. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Libariki, turudishe tena, ongezea imani kwa jina la Yesu, amen.